Yes. Ndio Baba. Yes. Kuwa wewe ni Bwana usiyeshindwa. Yes, yes. Na kabila zote za dunia hii. Ndio Baba. Sina kujua ya kwamba kuwa wewe endelea kuandaa notebook yako, andaa Biblia yako. Zaidi ya yote andaa moyo wako kupokea neno la majira. Napenda kukumbusha kama ninavyokukumbusha kila siku, kila neno linapokuja linakuja kwa majira. Na kama basi uko mahali hapa leo, ili neno linakuhusu. Kwa nini Mungu ameliachilia kwako? Anataka akuvushe mahali. Yamkini kuna kitu unatakiwa kupokea kule mbele, lakini umekwama kwenye sehemu moja. Ndipo Mungu anapolituma neno lije likukomboe. Kwa hiyo unapopokea neno, lifanyie kazi. Tulikufundisha maarifa juu ya mpangilio mzuri wa utekelezaji. Mungu anapenda utekelezaji. Usiwe msikilizaji, kuwa mtendaji. Usiwe msikilizaji tu wa neno, kuwa mtendaji wa neno. Kwa hiyo neno linapokuja kwako, lifanyie kazi. Tunaamini neno ulilojifunza mwezi uliopita umeshalifanyia kazi. Kama umelifanyia kazi, sasa hili linakuja kwa wakati. Kwa sababu kule umeshavuka, unatakiwa kusonga mbele. Tusikuache. Kuna wengine bado wako kwenye hekima kule. Wengine bado wana struggle na unyenyekevu kule nyuma kabisa. Wengine bado wana struggle kwenye utii, wamekamatwa huko nyuma kabisa. Na wanatakiwa wasonge mbele. Sijui wewe uko wapi. Fanyia kazi neno unalolisikia kwa majira, kwa sababu kila neno linaachiliwa kwa majira. Amen. Ili usije ukapitwa na majira. Haleluya. Neno aliloliachilia kwako siku ya leo lina kichwa kinasema maamuzi ndani ya Kristo. Maamuzi ndani ya Kristo. Ni neno aliloliachilia yeye mwenyewe kwa sababu anamjua kila mmoja. Ni neno la majira yako sasa hivi. Maamuzi ndani ya Kristo. Kabla tuyaangalia ya maamuzi ndani ya Kristo ni kitu gani, tuangalie maamuzi ni nini. Maamuzi, sio maamuzi ndani ya Kristo. Maamuzi ni nini? Maamuzi ni makubaliano. Maamuzi ni makubaliano ya mtu binafsi au kikundi cha watu ili kufanikisha jambo au mpango fulani kwenye maisha. Maamuzi ni makubaliano ya mtu binafsi au kikundi cha watu katika kufanikisha mpango fulani au jambo fulani katika maisha. Narudia tena, endelea kudigest. Maamuzi sio maamuzi ndani ya Yesu. Sio maamuzi ndani ya Yesu. Maamuzi sasa. Maamuzi katika namna ya kidunia. Katika namna ya kidunia ni makubaliano ya mtu binafsi au kikundi cha watu katika kufanikisha mpango fulani au jambo fulani katika maisha. Sasa makubaliano haya ya mtu au watu au maamuzi haya ya huyu mtu
hao watu yanategemea ufahamu aliokuwa nao au ufahamu waliokuwa nao. Natumaini tuko sawa. Sasa hayo makubaliano au kwa njia rahisi tuseme hayo maamuzi ya huyo mtu au hicho kikundi cha watu yanategemea ufahamu wa huyo mtu au iko kikundi alichonacho ili kuleta matokeo. Amen. Na matokeo yanaweza yakawa hasi au chanya kulingana na ufahamu wa huyo mtu anayeamua au ufahamu wa iko kikundi kinachoamua. Amen. Nimetamka neno ufahamu, lipigie mstari. Lipigie mstari. Sasa pale akili au fikra ya huyo mtu binafsi au iko kikundi binafsi au wewe, ni kutolee mfano, pale akili zake au fikra zake zinapoishia, pale akili zake au fikra zake zinapoishia, ndio mwanzo wa matokeo fulani kukubalika kwa huyo mtu au iko kikundi cha watu. Yaani huyo mtu, nimezungumzia ufahamu. Nimezungumzia ufahamu kwamba maamuzi unayoyafanya yanategemea ufahamu uliokuwa nao. Na maamuzi yanaweza kuleta matokeo hasi au chanya kulingana na ufahamu uliokuwa nao. Sasa pale ufahamu wako au pale akili zako na fikra zako zinapoishia, ndipo zinapokupa matokeo fulani. Hayo matokeo yanaweza ikawa hasi au chanya. Amen. Hayo matokeo fulani yanaweza ikawa hasi au chanya. Tulikufundisha somo la ufahamu. Nilikwambia ufahamu ni namna au jinsi ya kupambanua mambo ili kujua, je, ni mema au si mema, yanampendeza Mungu au hayampendezi Mungu, yanastahili au hayastahili. Ni namna au jinsi ya kupambanua mambo. Sasa mtu, ufahamu uko tofauti kwa watu tofauti, na huu ufahamu ni wewe mwenyewe unaamua. Ukiwa na utayari utakuwa nao. Ni wewe mwenyewe unachagua au unakuwa na maamuzi. Ushaipata definition ya maamuzi. Ufahamu ni namna ya kupambanua mambo. Watu wawili wanaweza kuwa na ufahamu tofauti. Watu wawili wanaweza waka-approach kitu kimoja kwa namna ya tofauti na matokeo yakawa tofauti. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ufahamu uko tofauti. Kwa hiyo anasema pale akili ya mtu inapoishia, pale yule mtu alipoamua akili yangu iishie hapo, ndio mwanzo wa matokeo kukubalika. Hayo matokeo yanaweza kawa hasi au chanya. Kwa hiyo ufahamu una mahusiano na maamuzi. Amen. Ufahamu una mahusiano na maamuzi unayofanya. Maamuzi unayofanya yanategemea ufahamu wako. Maamuzi mtu anayoyafanya yanategemea ufahamu wake ukoje. Amen. Bado niko kwenye maamuzi, sijafika kwenye maamuzi ndani ya Yesu Kristo. Sasa kama wanadamu, maisha yetu ya kila siku yamebebwa na maamuzi. Leo kila mtu hapa amefanya maamuzi. Amefanya maamuzi. Kuna mwingine amefanya maamuzi moja, mwingine amefanya mawili, mwingine 10. Kila siku lazima ufanye maamuzi. Umekuja hapa kwa sababu ulifanya maamuzi ya kuja. Ulikubaliana na nafsi yako uje. Hayo ni maamuzi.
na wakati umekuja kuna matokeo fulani unayategemea. Wakati umekuja umefanya maamuzi ya kuja hapa, umefanya maamuzi hata ya nguo uliovaa. Kwa nini leo umevaa hiyo nguo? Uliamua, umefanya maamuzi. Umefanya maamuzi hata kwenye chakula ulichokula. Hayo yote yanategemea ufahamu wako na akili yako inakwambia nini. Akili yako ilikwambia kwa nini uvae hiyo nguo. Huo ni ufahamu. Umeshawahi kuona watu ambao wanavaa nguo ambazo kila mmoja anamwangalia, anaona hapana, huyu hayuko sawa. Ndipo fikra zake na akili zake zilipoishia. Pale zilipoishia ndipo zinapompa matokeo. Sasa vaa nguo hii. Ufahamu wake umeishia hivyo. Amen. Kila mmoja lazima afanye maamuzi, tena kila siku. Nafanya maamuzi ya muda wa kuamka. Unafanya maamuzi ya chakula. Unafanya maamuzi ya mavazi ya kuvaa. Unafanya maamuzi, ninataka nyumba ya aina gani. Hayo ni maamuzi. Wewe mwenyewe unaamua, ninataka gari ya aina gani. Hayo ni maamuzi. Bado niko kwenye maamuzi katika namna ya kidunia. Kwa hiyo maamuzi kila mmoja anayo. Shule ya kupeleka watoto wako, unafanya maamuzi. Mtu wa kuolewa naye au wa kuoa, unafanya maamuzi. Vile akili yako inavyokutuma. Ufahamu wako unahusika kwenye maamuzi yako yote unayoyafanya. Na ndio maana akaachilia somo la ufahamu. Hata biashara ya kufanya, unafanya maamuzi. Kwa nini uliamua kufanya hicho unachokifanya? Ni maamuzi ulichukua. Hayo yote ni maamuzi. Kwa hiyo maisha yetu yamejaa maamuzi. Matokeo ya maamuzi unayochukua yanaweza yakawa hasi au chanya, mazuri au mabaya. Yanaleta matokeo tofauti kulingana na ufahamu alionao mtu. Watu wawili wanaweza wakakiendea kitu kimoja, wakafanya maamuzi, wakakiendea kitu kimoja, lakini matokeo yakawa tofauti kwa sababu ya ufahamu kila mmoja alionao. Matokeo ya mtu kufunga naye ndoa yanaweza kuleta, maamuzi ya mtu kufunga naye ndoa yanaweza kuleta matokeo hasi au chanya. Maamuzi. Ulitumia ufahamu wako kumchagua huyo mtu. Kule mbele utapata logic vizuri tunakoenda. Yale maamuzi uliyofanya. Kila maamuzi lazima yalete matokeo. Unapochukua maamuzi fulani unategemea matokeo. Kila maamuzi unayofanya unategemea matokeo. Kila maamuzi unayochukua kuna matokeo utayapata. Maamuzi ya kuamua kula chipsi mayai kila siku kuanzia tarehe 1 mpaka 30 yanakupa matokeo gani? Unaweza kuyapima kwenye namna ya kiafya. Afya yako inaweza ikawa hasi au chanya. Ni kwa sababu uliamua. Ufahamu wako uliamua kuamua kula chipsi mayai kila siku. Lazima kuna matokeo. Maamuzi ya vyakula unavyokula yana matokeo. Kwa hiyo kila maamuzi unayofanya yana matokeo. Matokeo yanaweza yakawa chanya au hasi. Matokeo yanaweza yakawa mazuri au mabaya. Amen. Kwa hiyo maamuzi, nikisummarize maamuzi katika namna ya kidunia, ni makubaliano ya mtu binafsi au kikundi cha watu. Yaani kikundi cha watu fulani waliokubaliana wanaweza kufanya maamuzi juu ya jambo fulani.
ili wapate matokeo fulani kwa kutumia ufahamu na akili zao. Pale zilipoishia ndipo matokeo yanapoanza. Amen. Sasa maamuzi ni makubaliano ya mtu binafsi au kikundi cha watu ili kupata matokeo fulani katika maisha yao au maisha yake. Sasa maamuzi ndani ya Kristo ni kitu gani? Maamuzi ndani ya Kristo ni makubaliano. Ni makubaliano binafsi ya mtu au kikundi cha watu wenye imani juu ya Yesu Kristo. Imani juu ya Yesu Kristo katika kufanikisha mpango au malengo fulani ya maisha yao kwa kufuata matakwa au mapenzi ya Mungu. Ninaomba nirudie tena vizuri kuingie kichwani. Maamuzi ndani ya Yesu Kristo ni makubaliano binafsi ya mtu au kikundi cha watu wenye imani juu ya Yesu Kristo. Wenye imani juu ya Yesu Kristo. Kule juu kulikuwa hamna imani juu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo hata ambaye ana imani na Yesu Kristo anafanya yale maamuzi kwa namna ya kidunia. Sasa maamuzi ndani ya Yesu Kristo ni makubaliano ya mtu binafsi au kikundi cha watu wenye imani juu ya Yesu Kristo katika kufanikisha mpango au malengo kwenye maisha yao kwa kufuata matakwa au mapenzi ya Mungu. Kilichoongezeka hapo ni imani juu ya Yesu Kristo na matakwa au mapenzi ya Mungu. Yaani yale maamuzi ambayo unayafanya ili yawe ni maamuzi ndani ya Kristo, lazima huyo mtu au kikundi cha watu kiwe na imani na Yesu Kristo, na yale maamuzi wanayoendea lazima yawe katika matakwa ya Mungu au mapenzi ya Mungu. Tunasema huyu mtu amefanya maamuzi ndani ya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ni makubaliano ya mtu binafsi au kikundi cha watu wenye imani juu ya Yesu Kristo katika kufanikisha mpango au malengo fulani katika maisha, wakifuata matakwa ya Mungu au mapenzi ya Mungu. Sasa makubaliano hayo ndani ya Kristo au maamuzi hayo ndani ya Kristo yanamtaka mwanadamu asiishi kwa kufuata namna za dunia hii. Asiishi kwa kufuata ulimwengu unasemaje, bali aishi kwa kutaka kujua Mungu anasemaje au matakwa ya Mungu ni nini. Asiishi kwa kufuata shauri ya damu na mwili, wala asiishi kwa kuangalia wanadamu wanasemaje. Maamuzi ndani ya Yesu Kristo haangalii dunia inasemaje. Maamuzi ndani ya Yesu Kristo yanaangalia Mungu anasemaje. Amen. Haleluya. Kwa hiyo ndio maana ya kutokwenda katika shauri ya damu na mwili. Yaani usiishi katika kile mwanadamu anachokitaka. Unaishi katika kile Mungu anachokitaka. Na ukiwa na maamuzi ndani ya Yesu Kristo, unatakiwa utambue kwamba wewe ni mtumwa wa Kristo. Hiyo namba moja. Ukishajitambua kwamba wewe ni mtumwa wa Kristo, mtumwa huwa anafuata bwana wake au bosi wake anataka nini. Sasa ukishajijua wewe ni mtumwa wa Kristo, inatakiwa ukubaliane au uishi sawa sawa na vile
yule unayemtumikia anavyotaka. Sasa wewe ni mtumwa wa Kristo. Kama ni mtumwa wa Kristo, unatakiwa kufuata anachokisema yeye, kukubaliana na chochote anachokisema yeye, kwa sababu wewe ni mtumwa. Unatakiwa kukubaliane na kuishi sawasawa na vile anavyotaka yeye, ili kufanikisha mpango au malengo ambayo yako ndani ya mapenzi ya Mungu. Amen. Fungua na mimi kitabu cha Wagalatia 1:10. Wagalatia 1:10. Na anasema, maana sasa je, huyu ni Paulo, mtume Paulo, ni wanadamu ninaowashawishi au Mungu? Au unataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, nisingekuwa mtumwa wa Kristo. Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, nisingekuwa mtumwa wa Kristo. Ndio maana ya kule juu, hutakiwi kufuata shauri ya damu na mwili. Hautakiwi kufuata shauri ya wanadamu wanasema nini. Unatakiwa kufuata shauri ya Kristo wewe kama mtumwa. Yeye anasema nini? Ukienda kwenye Wagalatia 1:16, hapo hapo uliposogea mbele kidogo, utaenda kuisoma Wagalatia 1 yote ukifika nyumbani, na kupa assignment ya kufanya ili uelewe vizuri. Paulo anasema, alipoona vyema kumdhihirisha mwanae ndani yangu, ili niwahubiri mataifa habari zake, mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu. Sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu. Hakuangalia wanadamu watasemaje. Aliangalia Mungu anasemaje. Alifanya maamuzi ndani ya Kristo. Hakufanya maamuzi kwa namna ya kidunia. Ukifanya maamuzi kwa namna ya kidunia, unafanya maamuzi yanayokupendeza wewe na sio Mungu. Unafanya maamuzi yanayoipendeza dunia. Sasa maamuzi yoyote yale unayofanya kwenye maisha yako, yanatakiwa yawe maamuzi yanayompendeza Kristo. Maamuzi yoyote unayofanya kwenye maisha yako, maamuzi ya kuangalia, kuamua, unaamua uangalie movies gani. Zile movies unazoangalia, kila maamuzi unayofanya, angalia hizi movies unazoangalia zinampendeza Mungu au la. Yaani wewe sasa ni kama mtumwa, unafuata sheria za bosi wako au bwana wako. Hichi ninachokifanya kinampendeza? Sasa maamuzi ndani ya Kristo yanaangalia kila unalolifanya liwe linampendeza Mungu, liko kwenye matakwa ya Mungu, liko kwenye mapenzi ya Mungu. Sasa kila maamuzi unayofanya yanatakiwa yakawe ni mapenzi ya Mungu. Maamuzi unayofanya kwenye kuamua biashara ya kufanya, yanatakiwa yawe mapenzi ya Mungu. Hapo ndipo utasema huyu amefanya hii biashara, ameamua kufanya hii biashara kwa maamuzi ya Kristo, ndani ya Kristo. Hajafanya kwa akili zake. Amen. Unapoamua kuingia kwenye ndoa na mtu fulani, yale maamuzi yanatakiwa yawe ya mapenzi ya Mungu, wala sio mapenzi yako. Hapo ndo tutasema huyu amefanya maamuzi ndani ya Yesu Kristo. Otherwise, kinyume na hapo, umefanya maamuzi kwa akili zako. Kila unachofanya kinatakiwa kiwe cha mapenzi ya Mungu. Kila maamuzi unayoendea unatakiwa uyafanye yawe mapenzi ya Mungu. Kila unachofanya katika kufanya maamuzi, tambua kwamba wewe ni mtumwa wa Kristo na unatakiwa kuamua kama Bwana wako anavyotaka. Sasa watu wengi sana wamefungwa ufahamu. Nimekwambia ufahamu unaendana na maamuzi. Kama ufahamu umefungwa, basi ni wazi kabisa maamuzi utakayoyaendea yatakuwa ni maamuzi hasi, kwa sababu akili yako kuna sehemu imeishia.
hauna ufahamu. Kama akili yako imeishia sehemu fulani, basi jua matokeo utakayoyapata yatakuwa ni matokeo hasi, kwa sababu umefanya maamuzi ambayo hayako ndani ya Kristo. Sasa anasema wengi sana wamefunga ufahamu, wanafanya maamuzi nje ya maamuzi ya Kristo. Maamuzi wanayofanya wanafanya kwa kufuata namna ya ulimwengu, na wanakubali mafundisho, dunia inawafundisha nini na sio Mungu. Maamuzi anayoyafanya anayenenda kwa namna ya dunia hii, kwa sababu tu shetani ibilisi anapofusha fikra, na anapenda fikra kweli kweli, kwa sababu anajua maamuzi yako yanatoka hapa. Akikamata kwenye fikra anajua ameshakupata. Kwa nini? Utafanya maamuzi ambayo hayako ndani ya Kristo, na yeye ndicho anachotaka hicho. Ufanye maamuzi ya kupe matokeo hasi, maamuzi ambayo yatakupoteza. Hilo ndilo lengo lake. Kwa hiyo anawahi kwenye fikra na ufahamu, anazikamata. Akisha zikamata, ili usiweze kukubaliana na Kristo. Ndio maana kila siku watu wanahubiriwa Yesu, mpokee Yesu, mpokee Yesu, mpokee Yesu. Neno linaingia huko linatoka huko. Tayari shughulika na ufahamu wako. Wewe ukiona kila sehemu unaenda neno linahubiriwa afu unatoka unasema mimi niokoke, anza kushughulika na ufahamu wako. Kuna mtu ameweka, kuna ibilisi ameweka makao kwenye ufahamu wako. Anza kudili na ufahamu wako na fikra zako kwanza, ndipo utaweza kuvuka. La sivyo utakuwa unajisumbua bure. Shughulika kwanza na ufahamu wako. Sasa adui ibilisi anapofusha fikra za watu ili wasiwaze wala kukubaliana na Kristo, na wanajikuta wameingia kwenye maamuzi mabaya ambayo mwisho wake unaleta matokeo ambayo si mazuri kwenye maisha yao, hata kwenye ufalme wa Mungu. Dunia inasemaje kuhusu mahusiano kabla ya ndoa? Dunia inasema ukiwa kwenye mahusiano kama boyfriend na girlfriend lazima ufanye mapenzi. Ndivyo dunia inavyosema. Ufahamu wako ukiwa unaangalia namna ya dunia utakubaliana. Kumbe kweli ukiwa kwenye mahusiano kabla ya ndoa, mimi ni girlfriend, ni lazima, ni sawa tu. Ndio maana unaona sawa tu, kwa sababu tayari fikra zako zimeishia sehemu, umekubaliana na matokeo. Kule mwanzo nimekwambia, pale fikra zako zinapoishia na akili yako, ndio mwanzo wa matokeo yale yaliyokusudiwa kwenye kile unachokifanya. Umekubali kuisikiliza dunia inasemaje. Dunia inasema lazima ukiwa boyfriend na girlfriend lazima uzini. Akili yako ikakubali, kwa sababu umeisikiliza dunia inasemaje. Ukafanya maamuzi ya kufanya iko kitendo, sababu uamuzi ni wa kwako. Uamuzi ni wako. Hakuna anaye decide on your behalf. Hakuna ambaye anaamua, anakuamulia. Wewe mwenyewe ndiye unayeamua. Hata ukisema ananilazimisha, mimi ananilazimisha, mwisho wa siku ni wewe mwenyewe unayeamua. Amen. Mwisho wa siku ni wewe mwenyewe unayeamua. Unaamua nini inategemea na ufahamu wako ukoje. Sasa ufahamu wako ukikubaliana kwamba ni kweli, tena adui alivyo mbaya anaweza akakupa na reference kabisa. Unamuona rafiki yako Messi, si unamuona yuko na yule, si unawaona. Unamuona rafiki yako, unamuona rafiki yako, kila unayemuona unaona kumbe ni sawa, kumbe ni sawa. Unakubaliana, unafanya maamuzi kwa namna ya dunia. Unafanya maamuzi kwa namna ya dunia, lakini kila kitu unatakiwa mwenyewe ukubali.
wakati tuko shule, wakati nasoma O-level, kwenye vile vichekesho vya shule, kuna mtu siku moja akawa anatuchekesha na tusimulia huko kwao kuna dada alikuwa anatembea akabakwa. Asa wakati anabakwa, anafanywa kile kitendo, akawa amerelax. Alafu anaambia, shauri yako si dhambi zako mwenyewe. Amekubaliana, haonyeshi hata effort ya kutoka. Yeye mwenyewe amekubali kwamba anamwambia, okay, shauri yako si dhambi zako mwenyewe. Yaani kwamba mimi sina dhambi. Mimi sina dhambi. Maamuzi ndani ya Kristo yanatakiwa yajue hichi kitendo unachokifanya, hata kama dunia inasema hivi, ni mapenzi ya Mungu, ndipo utakapofanya maamuzi ndani ya Yesu Kristo. Hichi kitendo unachofanya ni cha mapenzi ya Mungu, ndipo utakapokuwa unaamua maamuzi, utakapokuwa unafanya maamuzi ndani ya Yesu Kristo. Kila unachokifanya, dunia itakwambia kule ofisini, mbona kuko wazi, kuna nafasi tu za kuibaiba hela, kuna mianya. Unaona yule amejenga lile gorofa, ni kwa sababu ya hizi dili. Kwa nini usifanye? Pale akili yako inapoishia, dunia inasemaje? Dunia inasema you can do it. Mbona yule alifanikiwa amejenga? Yule aliiba hizi hela amenunua gari, tena gari kali. Yule pale mwingine amejenga nyumba. Yule mwingine anasomesha watoto sijui shule gani zenye majina. Yule mbona amefanikiwa? Kwa nini? Alitumia huu mlango hapa. Kwa nini sio mimi? Unaangalia dunia inasemaje. Maamuzi unayoyaendea, yani makubaliano ambayo akili yako inayafanya, inaangalia dunia inasema nini. Hayo ni maamuzi ya kidunia. Lakini maamuzi ndani ya Yesu Kristo yanaangalia, amen, haya ni mapenzi ya Mungu. Neno linasema nini? Neno linasemaje? Nikifanya hivi ninampendeza Mungu? Kumbuka nilikwambia ufahamu na maamuzi vinaendana. Na ufahamu nilikwambia ni namna ya kupambanua mambo ili kujua kama ile unaloliendea linampendeza Mungu au la. Sasa hichi ninachotaka kwenda kukifanya, ninafanya haya maamuzi ndani ya Kristo au ndani ya dunia? Amen. Dunia inasemaje? Dunia inasema nini? Sasa kuruhusu kufanya maamuzi ndani ya Kristo ni kuruhusu ufahamu wako kujua mapenzi ya Mungu. Yaani chochote unachotaka kuamua, unaangalia hichi linafanya Mungu anafurahi au la. Amen. Warumi 12:2. Warumi 12:2. Inasema, wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Hivyo tu. Msiifuatishe namna ya dunia hii. Dunia inasemaje? Neno linasema usiifuatishe namna ya dunia inavyosema, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu.
ili mpate kujua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Unapojua mapenzi ya Mungu, maamuzi unayoyafanya yanakuwa maamuzi yanayompendeza Mungu. Tunasema ni maamuzi ndani ya Kristo. Maamuzi ndani ya Kristo. Warumi 8:5-11 tusome haraka haraka. Warumi 8 kuanzia mstari wa 5. Inasema, kwa maana wale waufuatao mwili uyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao roho uyafikiri mambo ya roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Wale waufuatao mwili unasema nini? Hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu ni hai kwa sababu ya haki. Amen. Huyu anasema anasema, Bwana Yesu asifiwe dada Kole. Mimi ni msichana wa miaka 19. 19. Msichana wa miaka 19. Napenda sana masomo yenu YouTube. Lakini lile la Grace for Singles nilikuwa naona kama mimi alinihusu sana. Lakini leo nimesikiliza kwa makini zile hatua za kuwa na mahusiano mazuri na Mungu kwenye kujisamehe. Yaani nilianza uzinzi nikiwa na umri wa miaka 14. Hadi sasa hivi idadi ya wanaume niliolala nao hata mimi siijui. Maana nilifikia kipindi nikawa hadi najiuza. Na sio sababu ya labda nyumbani tuna maisha magumu mno. Nyumbani kulikuwa na maisha mazuri tu. Lakini ulivyonitumia maombi ya prayer marathon kama wiki 2 zilizopita, niligundua kabisa kwetu ndo kuna laana. Maana tabia kama kuzaa kabla ya ndoa, kuwa na partners wengi, si wanaume au wanawake, ni mambo yamejirudia sana katika familia yangu, ambapo hata mimi nimo kwenye hilo. Nilikuwa kubadilisha mienendo yangu kidogo mwezi wa 8 nilivyofahamu Anointed Room. Nikaamua nitakuwa na partner mmoja tu na nitatulia. Na sio kwamba aliamua, alifanya maamuzi. Amen. Na sio kwamba nilikuwa sijui kwamba kuzini ni vibaya. Nilisoma huo mstari mwezi wa 8 na kuhusu miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na kwamba ukizini unatenda dhambi ndani ya mwili wako mwenyewe. Lakini mimi akili yangu, ameongea vizuri sana huyu. Akili yangu sijui kajiseti opposite. Huo ndio ufahamu ambao nilikuwa nauzungumzia. Mimi akili yangu sijui kajiseti opposite. Imagine analijua neno kabisa. Anajua kwamba mwili wake ni hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini akakubali akili zake zikubaliane na maamuzi aliyokuwa anayafanya. Baada ya kukutana sasa na huyo partner mwenyewe ambaye nilikuwa natamani nimpate, lakini alikuwa ni mume wa mtu. Yaani wanaishi wote kabla ya kuoana sababu ana mtoto. Sasa hapa yule anasema mke wa mtu naye ana shida kwenye maamuzi. Yule mwanaume naye ana shida kwenye maamuzi. Huyu naye ana shida kwenye maamuzi. Niliwaambia sogea tuishi. Mko? Sijawazungumzia siku nyingi sana. Sogea tuishi. Come we stay.
Yaani mnakusanyana tu alafu mnaenda kukaa, mnasema mambo yatajiseti huko mbele ya safari. Saizi hatuna pesa ya kufunga ndoa. Tukaekae tu, itakuja. Pesa haitakuja. Haitakaa ije. Tena mkiingia anaanza kuja mtoto wa kwanza, wa pili. Mnakaa kidogo, ada za watoto. Mnaweka ndoa pembeni. Na by the way, ni nani alikwambia kufunga ndoa mpaka uwe na pesa? Maamuzi. Akili yako imeishia hapo. Maamuzi mnayokubaliana nyewe wote, mmekaa mkaamua twende sasa tukaishi wote bila kufunga ndoa. Maamuzi ya kidunia. Tena adui anaweza kukuletea na mifano ya watu wengi sana. Mbona yule? Mbona yule? Mama yako mwenyewe alikaa miaka 17 ndo akafunga ndoa. Mbona yule pale? Mbona yule kule? Mbona yule? Basi akili yako inakubaliana. Unaona sawa. Umefanya maamuzi namna ya dunia, kwa namna ya dunia, lakini sio maamuzi ya Kristo. Kwa sababu wapo tayari ni uzinzi. Huyu anasema alikuwa ni mume wa mtu, lakini kumbe alikuwa hata kwenye ndoa hayuko. Yaani ile wanaishi wote kabla ya kuoana sababu wana mtoto. Lakini kipindi mimi nakutana naye, huyo mke wake hakuwepo. Alikuwa kaenda kwao. Sasa mke mmoja ambaye alikuwa ameenda kwao miezi fulani, alafu akasogea tuishi, saa hizi mawazo yameshahama. Anawaza ni mimi huyu au ni nani? Alikuwa kaenda kwao. Basi tumedate hadi nakuja kugundua kumbe ni mume wa mtu, na nikatamani kumwacha lakini nikashindwa. Tukaendelea hivyo hivyo mpaka mke wake karudi, na mimi ndo nikasafiri. Maana huyo mwanaume nimekutana naye nikiwa nimeenda kumtembelea dada yangu. Mtumishi, niliridhia kabisa kumwacha baada ya kuondoka. Lakini nafika tu nyumbani, nakaa wiki 2, najikuta ni mjamzito. Mmemsikia vizuri? Mnamsikia vizuri? Anasema anajikuta ni mjamzito. Ujauzito wa huyo mwanaume. Nashindwa kujisamehe. Kushindwa kujisamehe pia ni maamuzi. Unaamua. Nikishindwa kujisamehe ni mapenzi ya Mungu au ni mapenzi ya nani? Mapenzi yako wewe mwenyewe. Wale wanaoshindwa kujisamehe, hayo ni maamuzi. Kwamba umefanya kitu mpaka leo bado kinarudi. Hivyo mimi kwa nini? Umeshaomba toba na kwa Mungu unajua kabisa amekusamehe, lakini wewe bado unajilaumu. Kama asingekuwa yule, mimi maisha yangu asingekuwa hivi. Mpaka unamuona leo ni mwaka wa 20, bado ukikutana naye kile kitu kinarudi. Asingekuwa huyu, mimi nisingekuwa huko. Mimi nisingefanya vile. Kwa nini nilikutana na yule mtu? Kwa nini nilianzisha mahusiano? Kwa nini niliingia kwenye ile ndoa? Mpaka leo bado unajilaumu. Kwa nini nilifeli form 4? Kwa nini nilifeli ule mtihani? Kwa nini nilifanya hiki? Mpaka leo unashindwa kujisamehe. Hayo ni maamuzi. Hayo ni maamuzi yanakuangalia wewe mwenyewe. Wala yaangalia mapenzi ya Mungu. Kwa sababu mapenzi ya Mungu ni kujisamehe. Kama umeshamuomba msamaha na amekusamehe, na amesema yeye ni Mungu mwingi wa rehema nyingi, wewe kwa nini unashindwa kujisamehe? Ni maamuzi uliyoamua kuyachukua. Amen. Wewe unashindwa kujisamehe na wewe unashindwa kumsamehe mwingine. Hayo pia ni maamuzi. Na hayo ni maamuzi kwa namna ya dunia, sio kwa namna ya Mungu. Sio maamuzi ndani ya Kristo. Nimekwambia kila maamuzi unayofanya yafanye ndani ya Kristo. Unashindwa kumsamehe mtu, unafanya maamuzi ya kidunia, sio ndani ya Kristo. Alafu ni wewe ambaye unasali usiku kucha, unaomba kuanzia saa 6 usiku mpaka saa 9, na ndani yako kuna mtu umemshikilia. Maamuzi yako unayafanya kwa namna ya dunia. Amen. Anasema nashindwa kujisamehe. Yaani niliumia, nilijuta na kila kitu,
lakini nashukuru Mungu kwamba sikupata wazo la kutoa. Nikamwambia muhusika, akaikataa katu na kusema haijui. Akaniambia hataki mtoto nje ya ndoa yake. Na mimi alikuwa keshanichukia, maana tuliachana vibaya sana. Baadaye nikamtisha, nikamwambia narudi huko sasa aliko kwa dada yangu. Akaniambia hana neno lingine la kuniambia zaidi ya kutoa. Niliumia sana. Nyumbani nikiwaza napeleka mimba ya bila baba, eti nilikuwa natoka na mume wa mtu, siwezi kuelezea feeling. Yani nilianza kufikiria aibu ya familia and all that. Ukizingatia mimi tu ndo nilikuwa nimebaki ambaye sikushikwa na hiyo kitu ya kuzaa kabla ya ndoa kwenye familia yao. Alikuwa amebakia yeye tu. Lakini namshukuru Mungu, iko kipindi ndo na mimi nikawa najifunza lile somo la viwango vya kimungu. Viwango vya kimungu, somo zuri sana. Natamani kila mmoja akalisikilize, liko YouTube, nenda kalisikilize. So likanipa moyo kwamba nisijali kuhusu watu, maana nitaishia kuitoa ili nisionekane msichana ambaye amejitunza, wakati kumbe sio hivyo. Nikaamua kufuata viwango vya kimungu na kujisemea kuwa Mungu atakuwa proud kama nisipomtoa mtoto ili nimridhishe yeye. Haya amefanya ni maamuzi ya kuipendeza dunia. Huyu ameongea vizuri, ufahamu wake umeanza kufunguka. Yaani utoe mimba ili tu udanganye familia yako kwamba wewe ndo at least umejitunza, kwa sababu familia yako yote wamezaa nyumbani. Deep down in your heart you know, nimeshatoa mimba. Ni sawa na kuzaa tu, sawa na wale wengine. Sasa unamdanganya nani? Maamuzi kwa namna ya dunia ni kuangalia kule nyumbani watasemaje, na sio kuangalia Mungu atanionaje. Maamuzi ndani ya Kristo ni kuangalia Mungu atanionaje, na sio kule nyumbani watasemaje. Amen. Haleluya. Huyu sasa ufahamu wake ulikuwa umeanza kufunguka. Akili yake ikaanza kupevuka. Nimekwambia inapoishia akili yako ndipo mwanzo wa kukubaliana na matokeo yale ambayo ni hasi ya uchanya. Anasema, yani mtumishi hapa ni siri, hamna anayejua kwetu. Na hili nimesimama na jinsi Esther katika Biblia alivyotunza siri kwamba yeye ni hizo ngoja niziache. Nimeshindwa kufanya prayer marathon 1, naishia njiani na singizia hii mimba changa. Huyu amejitambua kweli. Lakini siku sina hela, huwa nashinda njaa siku nzima bila kula. So nimeona kumbe naweza hata kufunga. Na kuomba nisaidie maombi na mistari ya kusimamia nayo katika situation yangu, maana hata mimi najiona kwamba mambo yangu hayaendi na ndiko kwenye kifungo. Maana economically sieleweki, yani sijui mtoto akizaliwa atalelewaje, na mambo nyumbani si mazuri kwa sasa. Nitatupiwa tu lawama. Amen. Maamuzi. Huu ujumbe mzuri sana. Sana. Kwa sababu umebeba maamuzi yote, maamuzi ya dunia aliyoyafanya na matokeo yake. Mmeona matokeo aliyoyapata alipoingia kwenye maamuzi ya kidunia. Akapata na mimba. Mwanaume akakataa. Hayo ndio matokeo. Nimekwambia maamuzi yote unaofanya na kuletea matokeo. Ufahamu wake ulikuwa umeishia pale. Baada ya kuendelea kumtafuta Mungu, alisema hivyo, angalia somo la viwango vya Mungu. Ndipo akili yake ikasogea sasa. Hivyo hii mimba kwa nini itoe? Nikiitoa na mdanganya nani?
haya maamuzi ninayafanya, anayafanya ya kidunia au maamuzi ndani ya Kristo? Ndivyo kila mtu anavyotakiwa kujitathmini. Sasa wengi sana wanaanza vizuri kabisa, tena wakijawa na ujasiri, wako vizuri na Yesu, wanamwangalia Yesu, lakini kwa sababu ya kuto kujiamini. Mshasikia story, mtu anakuambia mimi nilikuwa naenda vizuri, nimeokoka, niko vizuri kabisa, nimefika chuo nikakuta watu kule, wasichana wenzangu, kumbe wako na maboyfriend, wanatoka out nini, na mimi maisha yangu yakaanza kubadilika. Alikuwa hajiamini, bado hajiamini hata yule aliyekuwa naye, hamjui hata yule aliyekuwa naye. Kwa sababu kama unamjua, wewe ndiye wa kuwakonvinsi wale wengine. Amen. Wewe maamuzi yako na jinsi unavyoishi viwakonvinsi wale wengine wasiyemjua Kristo, ili wamtamani waje kwako, na sio wakuvute wewe uingie kwao. Kwa hiyo kuwa na maamuzi unatakiwa uwe na msimamo, ujiamini, na wala usiweke mazoea kwa Yesu. Sasa wengi sana wanaanguka kwenye maamuzi yaliyo nje ya maamuzi ya Kristo, kwa sababu wanaenenda katika namna ya mwili, na wengine wanazama au wanatumbukia kwenye shimo la Ibilisi, na ndicho anachokitaka, na kufanya maamuzi wakifuata taratibu za shetani. Huyu anasema, shalom mtumishi, naandika haya huku machozi yanatoka na moyo unauma. Nimemwabisha Mungu na nimemkosea Mungu sana. Nimekuwa nikijihusisha na mahusiano ya jinsia moja mwaka wa 5 sasa. Tuligombana tarehe fulani na aliyekuwa mpenzi wangu. Nililia sana na kusema imetosha, nimrudie Mungu. Kabla ya kulala nilisikiliza somo la imani kwenye peji yenu, na kisha kusikiliza nyimbo za kuabudu, nikasali toba, nikalala. Asubuhi nikasikiliza tena somo la amani kwenye peji yenu, nikasali, nikaenda kazini. Siku nzima sikumtafuta yule dada, nikashinda nasikiliza gospel. Leo pia nilikaa kimya, sikumtafuta, nikawa bize kujifunza neno. Ila ilipofika saa 4 usiku alinipigia kutaka mustakabali wa hali inayoendelea. Nikamwambia kuwa nataka kuacha kila kitu, nimrudie Mungu. Alilia sana na kunilaumu sana. Tuliongea muda mrefu sana, zaidi ya mara 3. Mwishoni akaniuliza kama ni kweli au natania. Nikakosa ujasiri, nikajikuta na mjibu, sio kweli, natania. Nikazuga ili kumweka sawa, ila ndani yangu nikapata maumivu makali sana, na kusema nimemuumiza na kumkosea Mungu. Hadi sasa natetemeka na kulia, nimekosa uelekeo. Nahitaji toba ya kweli mtumishi, na pia nawaza namna ya kumkwepa huyu binti. Nahitaji ukombozi. Maamuzi. Ni maamuzi ndio unayotakiwa kuyafanya. Ndio maana nimekwambia shetani huwa anakamata fikra. Huyu fikra zake zilishaanza kufunguka, lakini katikati ya kufunguka akaruhusu tena adui aingie tena kwenye fikra zake, zikakubaliana na yale maamuzi. Amen. Haleluya. Maamuzi ndani ya Kristo ni makubaliano ya mtu binafsi au kikundi cha watu wenye imani ndani ya Yesu Kristo katika kufanikisha mpango au malengo fulani walionayo, wakifuata matakwa ya Mungu
au mapenzi ya Mungu. Amen. Yes. Leo tuishie hapa. Kesho somo hili linaendelea. Yes. Kule mbele ni somo litaendelea kesho. Usiyeshindwa. Yes. Yes. Na kabila zote za dunia hii